Na watu hawajui wanaume kusikiza dakika hizi. Baada hapo asikilizi anafikiria yake. Kwa hiyo kama una ujumbe uongee haraka ndani ya dakika moja mwachia kujibu. La sivyo utakuwa unampigia mbuzi gitaa. Bora mbuzi. Umewasha TV umemweka mbwa ndo angalie. Sasa niambie. Wewe utakuwa na kiu wakati siporo kalime. Wewe umemwekea TV mbwa angalie Kokomelo. Wewe kama una message zako za kutimiza, timiza ndani ya dakika hii. Na hiyo dakika moja uweze kufikisha ujumbe kwa wafoka. Habari, salama, wajambo, sijambo, wajisikiaje leo? Salama. Bwana, jana mimi umenitia huzuni. Useme umenikasirisha. Umenitia huzuni. Kwa nini? Nilikutuma kitu akiwa umekisahau. Naomba Mungu akikujalia leo ukikumbuke. Hata kama kichwa chako iko kama jiwe utakikumbuka tu. Wakati ukiongea, huongei kama unalalamika, unaongea kama unaikumbushia. Kwa sababu huna mamlaka ya kulalamika. Mimi si mfanyakazi wako kwamba umeniweka ninakukumbukia vitu vyako. Kwa nini sahau unatakiwa uniombe favor. Lakini kama wewe ni mke wangu, unatakiwa nikuelimisha kwa nini umenisahau. Hiyo ndo tofauti. Sasa hiyo wasichana wengi sasa hawataki. Mimi pia na mamlaka kama mke. Wewe mamlaka yako ni kuhoji tu uko wapi waja saa ngapi. Hiyo ndo mamlaka yako. Na mtu wale. Kwa nini huli? Mimi nimepika, nimeweka roho yangu yote kwenye kupika huko. Mwambie mtu. Kwa tafu. Na ukizungumza na mtu uzungumzi na hasira. Huna haki ya kuongea na mtu kwa hasira. Sio, huna mamlaka. Hata kama kakukasirisha. Huna mamlaka. Kwa sababu hiyo ni hisia yako wewe. Je, kama yeye ameona kawaida, kwa nini unanifokea? Labda ni mkeo, lakini kama mtu si mkeo huna mamlaka ya kuongea naye kwa hasira. Akiwa mkeo, wajua mke kwako ni wewe ni msimamizi wake. Unaweza kufoka. Lakini wewe mke huwezi kumfokea mume. Wewe wanikera sana, mambo unaonifanyia mimi wanikera sana. Sasa tutachambana waniambia. Utakuta mmoja ni kichana namjua mimi, anamwambia wewe unanichapa. Chamba ukimaliza nipo hapa. Alama moja wapo kwenye saikolojia inakuonyesha kwamba huyu mtu hakufaa. Ni ukikaa naye nafsi yako ina utulivu. Ukiongea naye kama ulikuwa na bad day inakuwa good day. Alama moja wapo ya kisaikolojia kuonyesha kwamba mtu huyu hakufai. Ukikaa naye unatamani kuwa polisi, umkague, umfuatilie, usikilize simu zake. Na ukikaa naye huna amani. Yaani wajishtukia, napendwa kweli? Kila saa atakakuanzisha ugomvi. Huoni kama kucheka ni haki yako? Maumivu. Unapenda kero na shida. Ukiona tu huyo mtu anakufanya unasikia hizi hali nilizozitaja, unajua hakuwa sawa. Na wewe ulikuwa unajua. 79% wanawake wote wanajua mimi huyu bwana anifai. Kwa nini? Lakini wanasema nini? Atabadilika. Ukikaa na hivi watamani tu uwe mwana intelijensia, wacheki message. Akiingia kuoga wamvizia, wacheki simu. Yaani ukiona tu umekosa utulivu katika maisha yako na wewe bwana kwa staili hiyo, ujue tu nervous system yako imemkataa. Na hakuna kitu kirahisi kwa mwanamke kama hicho. Wanawake sisi Mungu ametujalia tuna gut feeling. Ambapo ukikaa na mtu ambaye si sahihi wajua. Huwezi kupata vyote kwa pamoja. Hata jua na mwezi haviji pamoja. Siku sasa upate vyote kwa pamoja. Upate mtu mwema na mtu mwenye pesa. Unaweza ukapata mwema nafsi yake, lakini pesa yake au dini yake na shida. Kwa hiyo unamsaidia dini kama ambavyo yeye anakusaidia. Yaani lazima uwe na mtu ambaye mwasaidiana. Usitake kukuta watu wako kamili. Kuna mtu ambaye yuko sawa, nafsi yake ni nzuri, pesa anacho kiwango ambacho kinamfaa yeye, si kikubwa si kidogo si chakati kawaida. Lakini dini yake na matatizo, kwa wewe ndio unatakiwa uwe kiigizo. Nasema ili niwe karibu na Lela inabidi mimi niwe na tabia hizi. Ili niwe karibu na Harun inabidi niwe na tabia hizi. Sasa wewe unataka mtu awe bahili kwenye ukaweka masala ya fedha. Kuna mtu hajui muhimu wa kukaa na wewe, anaona kutumia hela tu yaende kwenye shughuli zake.
Lakini mathalani mimi Lela, naamini katika nafsi yangu uwepo wa mtu ni pesa kuliko pesa. Uwepo wa mtu ni pesa kuliko pesa. Kwa sababu ikiwa mimi naugua na mtu wangu wa karibu yuko na taarifa, akajifanya jitihada ya kuwa karibu na mimi, au mimi siku ambao namhitaji, siku muhimu kwangu, akafanya jitihada ya kuwa na mimi, hata akija tukapiga story, tukanywa maji ya tap au maji ya kandoro, nina amani kuliko angenitumia pesa mwamala. Kwa sababu ile aje kukaa na mimi, amekataa kwenda kwa rafiki zake, amekataa kwenda kuangalia mpira, amekataa kwenda kwenye kazi, ametoa udhuru kwa watu wangapi? Na wewe unampa nini aje kukaa na wewe tu masaa 6? Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.